Mbona chelewa sasa pale? Zindu. Oya. Mwanangu hata siamini mwanangu. Bwana eh. Bwana mnakuba sana. Kwa kitambo sana. Eh? Maisha bwana. Unatumia nini huko? Maisha kakaangu. Kweli? Eh. Tuambie. Unasemaje? Huko kama kawaida tu. Unasema umerudi ile. Bwana masharubu kaa yote. Kama mdogo. Ya. Unamuona? Vipi kuna mabadiliko gani mwenzetu huko? Huko blaza. Hapo tena. Yaani huko kama huko tu. Harakati. Kwa hiyo sasa hivi mwenzetu naisha. Teremko. Blaza. Ya. Ana kitu blaza. Nihangaiko tu. Yaani kama ninapohangaika huko na kule tunahangaika vile vile. Babu, mtoto mkubwa aseme mambo yake. Kubwa siku zote asemi kama mimi nazo. Nakubali. Kama ndio hivyo blaza. Hapo bado unionganishe wewe. Hamna. Wewe ndani mjini kuna nini blaza? Usimuona mimi nimekuja Mtoto hata anasemaga aliyokuwa shamba tofauti na wa mjini. Watu waliotoka mjini kuna magari mengi, taa nyingi. Anarudi na jipya kijijini. Hapo blaza bana wewe bora. Kwa nenda masuala ya ajabu. Hapo blaza huko wewe mjini kuangalia. Jambo hajaacha mambo yake sasa. Angalia. Wewe unakataa mambo ya mjini sio? Mjini kawaida tu. Wewe unajua tusilete kule. Najua wewe kwa sisi tunaweza kwenda. Kwa sisi tunatoka shamba hiyo. Sio hivyo blaza. Mimi sikuzuii kwenda. Wewe muda wote ukihitaji wewe nenda. Lakini sasa yani kwa tahadhari tu. Yaani bora wewe unakaa tu huko ulime ufanye yani hivyo yani shughuli za huko endeleza nazo kwa sababu tayari ushazizoea. Unataka tunyongesha ujue sisi tunajua tumekuona mwanetu labda unatuchukua wanangu twendeni kuna pengo tukazibe. Kani leo hii unaanza kutuambia hivi harakati za Mwafrika baba. Tulivu. Wewe bwana pasi nafasi kwenda mbele huko anaposheo. Sana. Nishamuelewa. Yaani mwanangu mimi ni watupe mimi. Sema nini? Isiwe kesi. Sasa hizi kama unavyoelewa muda wetu. Kona. Kama vipi? Karibuni kwanza tukae hapa tupige story 2 3. Tunajua tena siku nyingi. Wewe mwenyewe unaelewa mwanangu kutokana na muda wetu uliokuwa umeshapotea. Kama vipi? Kama umechoka mzetu mjini wewe kuja kwa upepo wa shamba haina noma. Karibuni basi sasa. Karibuni angalau. Unataka kunyosha miguu? Dada nimechoka vibaya. Unajua nimeshuka jana usiku kwa maana hiyo lazima nipumzike kidogo. Unajua kuna hapa. Haina noma tukirudi tutapitia hapa. Hamna noma. Au vipi? Kwa karibuni sana bwana. Wewe mwanangu. Sio katuacha. Hamna bwana. Kaji mbona kwa mabonge hivi? Shoga yangu ishi jipya. Ni shoga yangu na yeye ishi mapya. Ili hata tunaondoka wapi? Nani shoga? Azidu unamjua? Azidu? Azidu ndo nani shoga yangu? Kijana mmoja tumesoma naye hapa kijijini. Kaka nisimjui shoga yangu. Kasomea hapa. Kweli? Kaka nisimjui. Kasomea hapa. Kweli? Alikuwa na kazi zake huko ndani. Kijana mimi alikufundisha nikamwona. Shoga yangu Messi. Nitakuonyesha. Basi sawa. Kinga ya maji tuondoke. Umeshaanza uvivu. Yaani mimi nimekusubiri unaniona mjinga tu na wewe. Unajitisha haraka haraka unaondoka. Umenisikiliza alafu unataka haraka haraka kuondoka kwenye kazi. Bana safi kabisa siku nyingi. Bwana safi Mungu anasemaje? Namshukuru Mungu. Vipi uko town huko? Huko fresh. Au sio? Mihangaiko ya hapa na pale, si unajua tena. Kweli. Sisi kama binadamu tunahangaika huku ili mkono uende kinywani. Sawa sawa. Najua ni miaka mingi sana. Kweli sana. Upo hivi? Mimi nipo, wewe tu ndio umetukimbia hapa kijijini, nini umeenda mjini huko?
Hata simu nashindwa ndugu yetu. Sasa mihangaiko ya hapa na pale. Si unajua tena mtoto wa kiume lazima uhangaike. Kweli. Kwani mtoto apige hajapika kwako? Huyu mwamba toka anaingia yani pale Uswahilini ametimba yani. Sawa, ila sema kwako. Fika. Kwanza tunaonana hapa. Una unapotea sana mjini mwanangu. Mihangaiko. Jamaa tangu juzi aingie wewe haupo. Unajua nimeenda shambani kurudi nimechoka kwa hiyo siwezi kufika sehemu kama hizi. Sawa sawa. Sema nini? Unafahamu kale kabinti kile nilikuwa nakifuatilia tulivyokuwa shule? Ukikumbuki nawe kile. Bora. Kile kilikuwa kinakaa dawati lako kwa hapa hivi. Nimisumbua sana sasa yule yuko nyumbani mwanangu ndio shughuli yako. Na tumejaliwa kupata mtoto huyo mmoja. Bwana. Kweli bwana. Kabisa ninavyokuambia. Bwana ongea sana. Fresh. Yaani umefanya jitihada mpaka umempata yule dada. I see. Mwanaume akati tamaa. Mwanangu ana mbaya wewe. Hamna mwanangu kawaida tu. Unapomjua mjomba akianza kukupenda. Ngoja nisikilize. Unamjua? Unamjua baba? Baya mno. Wadiye tena. Vipi wewe umerudi na nini huko? Bwanangu. Sisi nebu tuachane na maji. Ni shamba langu la kwa mzee Kongeza kweli mnalitambua? Ndugu yangu pale sasa hivi imeshakomaa. Sasa kama imeshakomaa, nimeshaongea na watu wa gari, kesho wanakuja pale chimbe ili mradi tuweze kuchezea hela asubuhi. Kama vipi asubuhi, chapu kwa haraka nyumbani, wafanye ile business tucheze hela au vipi wadau? Huyu mjomba kakaa sana town huko. Hapo anarudi hapa nile anachokizungumza eti anasema eti hela hana, mjini si kazi ngumu, si kutembeza maji. Sikataka mwenyewe maisha ya mjini. Eti mjomba bwana, eti katoka mjini mwangalie ngo yake. Wewe. Eti safi. Sio kwa kila anaenda mjini anarudi na mafanikio. Wengine wanaenda kutembea tu wao. Tuachane. Wanajua wanazingua. Eti angalia. Alafu kapaki bakashi. Wewe unazingua. Yaani wewe unafunga short. Na hii kofia hii. Hivi mbona kunataka kupaki bakashi hapo na singendi kule mashionzi unasalimiaje? Kwani na singendi au kofia? Nguo safi. Alafu imechanika. Habari zenu? Naona stories zinanoga hizo. Tatu tafadhali nakuomba mama. Nakuomba tafadhali dakika mbili tafadhali naomba nipatie dakika mbili. Subiri nakuja. Shoga yangu unaipa basi. Subiri nimalizie na wewe. Sikiliza mwenzio. Wewe ndo unaniambia nikushike na mimi.
uzini. Hamna tatizo. Tafadhali sogea pale mbele kidogo. Ajenda. Utaifahamu. Wewe na naongea kwa Nakuomba tafadhali. Niambie ulichonitia chenye maji. Niambie ulichonitia. Na mambo mengi. Sawa. Tafadhali naomba unipe. Sawa. Ni jambo muhimu kati yangu mimi na wewe. Sijaniona jambo muhimu kutoka kwako. Nakuita hapa kwa sababu ninakupenda. Mimi. Chefu. Sasa tatizo. Unampenda na? Tatu. Niangalie. Niangalie. Alafu jiangalie wewe. Unaweza kufanana na mimi? Nakupenda Tatu, tambua nakupenda Mimi mwenyewe. sikupendi. Sitaki kelele. Uone hivi. Mdomo wako uchuji hata maneno yanakutoka. Unakupenda. Nimeondoka nimerudi. Unakupenda. Wewe? Tatizo nini Tatu? Sikutaki wewe. Sasa umaskini wangu na penzi langu vinaendana vipi? Sikutaki. Tatu, naomba unielewe basi. Sikupendi na sikutaki. Nikuelewe nini wewe? Mtu wenyewe maskini mimi nitakuelewa nikuelewa. Sawa, mimi ni maskini lakini sasa penzi langu nalo pia nataka kulifanya kuwa maskini pia. Sawa, mimi ni maskini. Usinipigie kelele. Na sikupendi. Sijui unanielewa? Alafu ukiwa umeniona mimi nimekaa sehemu, unaniita, uniite kwa sababu za msingi. Kwa hiyo sio jambo la msingi Tatu. Sijaona kama yake mimi hilo jambo. Sikutaki, sikupendi. Sijui unanielewa? Sitaki mwanaume maskini. Sasa umaskini wangu na penzi langu na sitaki. Mwanaume yenyewe kapuku wewe msimba chungu. Sikutaki na sikupendi na usinitaki. Tatu. Umaskini wangu ndo unanifanya mimi nikose penzi. Shangazi yangu. Mwanangu, nina shida. Shida yangu nataka nikutume huko kijiji cha pili. Muda umeenda, lakini kuna mzigo wangu, na huo mzigo ni wa muhimu sana, nina uhitaji. Naomba ukanichukulie. Sawa shangazi. Tena fanya haraka, huo mzigo ni wa muhimu sana.
Pole sana. Hujaumia lakini. Pole. Esther iko wapi? Mbona tunastuana? Nauliza Esther iko wapi? Unafanya nini? Nasema Esther iko wapi? Esther ipo ndani. Esther! Esther! Ulikuwa unafanya nini kule? Wewe ulikuwa unamsikiza nani? Rafiki yangu. Rafiki yako? Kwani vipi mume wangu? Wewe ndio unamwendekeza wa mtoto afanye mambo ya kiuni huko hapa umekaa. Mambo ya kiuni gani? Mtoto anatoka kwa Yusufa ndani Yusufa. Sasa mimi najua mtoto katoka kati Esther alipopo ndani. Haya mambo yasirudie siku nyingine. Twende bwana. Tafadhali nakwambia asirudie siku nyingine. Mtoto mimi alipopo ndani anaona sababu gani? Mashua. Siku hizi ndo tunachuniana kiasi hicho tu. Natoka kule mimi nakuita rafiki yangu hata kuniangalia mimi. Wana maji. Au. Na mcheka ule walikuwa wananifuatilia tangia huko nakuja. Hapa kapitiliza kwa sababu kakuona wewe. Yangu yule mwana muda sana yule. Watu muogope yule. Hapa alikuwa anataka kusalimia. Wewe. Jana leo anaingia. Twende kwanza huko. Twende. Tulia. Pole sana. Hujaumia lakini. Pole.
maana atanisubiria hapa. Nimeweka toka saa 4. Mbona haraka hivyo? Unajua lazima jamani niwahi nini? Haya panda baba. Wewe baadaye. Kusema nashindwa, moyo nahisi kupenda. Shoga, mimi tena sipoi, mnanijua? Mimi roho juu, muda wote roho yangu inatatarika kwamba nimeombea. Na likiteta litanuka na mimi yake. Shoga, Sijambakisha, nilimsuuza alijuta. Unanijua shoga yangu? Na kuaga spashali makabichi. Kana mtongoza, mimi kaptakiwe kapuku. Alipotuona kama nakuona, nikaenda nikamwona ndani wangu na kwambia akazunga. Kazunga kaingia yake alikuwa anaenda kaingia polisi. Umeona? Mimi tena nini yangu akicheka na kuangalia na kwambia maisha. Kama nakuona. Yaani mwanaume aone aibu yule. Mwenyewe kutoka mjini ndio hata tababaika. Baada shoga zangu. Vipi tena mara mwisho umbea. Sogeni huko basi tukae wote. Maana mlivyojitandaza. Wapi mmaliza mambo hapo? Tuache haya, umekuja na kashikashi zako hapa tusicheke kuuliza. Tuache tufurahi shoga yangu. Maana kutoka huko na asikie tunasema sijui maskini wa kijiji. Maskini wa kijiji ni nani hapa? Hapa ajenda kumbo yeye na amekuwa hana mpangilio.
unakuwa mgomvi hivyo? Kwa nini lakini mbona unakuwa mgomvi hivyo Tatu? Mimi nakupenda Tatu. Naomba unisikilize. Sikupenda. Sikutaki. Sikuhitaji. Sijui unanielewa? Kama wanawake kwenye kijiji ni wengi. Mimi sikutaki. Sawa. Nataka nitoe maneno gani? Kwa nini lakini mbona unakuwa hivyo Tatu? Nakupenda mwenzio. Mimi sikupenda. Kosa langu nini Tatu? Kila siku nataka niwe naimba hili. Kila siku naimba hili. Unataka niongee nini tena Tatu? Nakupenda. Tatu nakupenda. Naomba unisikilize. Sikupenda. Sijui unanielewa? Sikuhitaji. Kosa langu ni nini Tatu? Una kosa lolote lakini sikupendi na sikutaki. Kama wanawake kwenye kijiji. Sio lazima mimi sikupendi na sikutaki. Esther. Nimekuweka sana. Ndio. Mambo vipi? Poa, tunaambia. Sawa, inakuwaje? Sasa tusikie. Sasa tusiweleze muda. Nilichokuitia hapa ni kitu kimoja tu. Kitu gani tena? Nahitaji uwe mke wangu. Mimi tena. Wewe na ndio maana nimekwambia uje hapa. Yaani mimi nilikuwa nakuheshimu kama kaka yangu hapa kijijini. Leo tena imekuwa hivyo. Esther. Hatukuzaliwa mama mmoja wala baba mmoja mimi na wewe. Hivi unahitaji uwe mke wangu. Na sina nia ya kukuchezea. Sikiliza. Nina mpenzi wangu ambaye ninampenda. Uko mzima? Naona nataka kusimama. Sawa. Mbona? Basi ngoja nikamwone rafiki yangu hapa. Hapo kuna mzigo niliuacha pale. Sichukue muda mrefu lakini. Basi sawa. Wewe. Unamkataa ITV kwa ajili ya yule pale? No, yule ana wazi ya kukutunza wewe. Yes, shoga yangu anatoka na zako nakuja baadaye nimezidi na tabia mbaya inamkataa mwanaume ana azi zake. Sasa nipata ITV kwa ajili ya yule. Kazi unayo.
Mwanangu, yaani hapa mpaka tunachanganyikiwa. Ule mkopo alikopa mjomba wako mpaka leo hajalipa. Kwa hiyo kausha damu amesema leo anakuja hapa kuja kuchukua kila kitu ndani, mpaka nyumba anauza. Yaani mjomba wangu na shangazi yangu amekupa laki hizo laki 4. Katika laki 4 amekupa wamelipa laki 1. Bado tunadai laki 3. Kwa hiyo sasa yaani baada ya nusu saa wanakuja kuuza ile nyumba yetu na vitu vyote vilivyokuwa ndani. Kwa hiyo kuna wangu nisaidie laki 3 tu. Esther. Yaani huko ndani nabaki na shilingi tu balance yangu. Yaani sina nyingine zaidi ya hiyo. Nitakusaidia. Sasa hii 10. Wewe baki naye kusaidia, naomba niache. Nini? Kwa nini? Pesa. 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 Maana hii nyumba vitu badani vyote vingechukuliwa. Yaani hii nyumba ingeuzwa. Vitu vyote vingechukuliwa. Asante. Ndugu yangu muda wote umeniweka hapa kulikoni? Bana kwanza nisamehe sana ndugu yangu. Vipi lakini? Safi inakuwaje? Safi. Kama kawaida. Bana poa poa. Vipi bana? Bana nisamehe sana. Kama kawaida unabaini. Bana mzuri. Bana vipi? Hebu nipe taarifa vipi kuhusu ndugu wetu? Ndugu yangu, Subiri kwanza mpenzi. Si unajua nimekuja kwa ajili yako leo. Nenda kwanza kaoge, alafu mambo mengine yataendelea.
Hivyo ndio ilikuwa. Kwa hiyo yani yule mwanamke ni mwanamke sahihi kwako. Yaani ana vigezo vyote vya kuwa na wewe. Kaka, kuna usemi unasema kwamba kikulacho kipo nguoni mwako. Usije ukafanya nini katafunika ndugu yangu. Ondoa shaka ndugu yangu. Mimi ndugu yako. Yako ndugu yangu. Kweli? Ndivyo. Sasa? Endelea kufanya. Poa. Nakuamini. Lakini haina shida. Ondoa shaka. Au vipi? Kile kitu kiko sawa. Kwa hiyo unaelekea nyumbani au? Anataka nirudi kwanza nyumbani. Moyoni sikupenda ila kusema nashindwa. Moyo nahisi kupenda. Hapa tushafika. Kanda chaki klipa. Iki hapa. Hapo ndipo anapoishi. Twende basi. Hamna shida inatosha. Ubungo siwezi kufika. Ila nitatia hiyo. Nitaje. Basi ndio mama. Basi sawa, hamna shida. Sasa. Halo bosi. Mimi nilifika tangu asubuhi na nimejaribu kufuatilia, nimefanikiwa kujua wapi anapoishi. Hapana, sijakutana naye kwa sura, ila nyumba ambayo anaishi nimeelekeza, na hapa nilipo nipo pembeni ya hiyo nyumba. Sawa. Ni kitu gani kimekufanya uondoke bila ya kuaga na hali ya kuwa nimekuachia kampuni uweze kuisimamia, lakini kuondoka kwako bila ruhusa umeifanya kampuni imeporomoka? Kwa nini umefanya hivyo kijana wangu? Ndogo, naomba kwanza nikate wazi kwa haya mjini. Ila lengo langu mimi halikuwa wala kuitoa. Ila siku zote baba ulikuwa ukinisihi nioe kwa sababu umri wangu umeshafika. Na hapo baba ndio kwa sababu ndio tutakuwa tunaishi. Naona mwanamke sauti wa Mungu kuweza kuishi naye. Ndio maana nikaamua kutoka na kurudi kijijini. Huko ndio alikotokea. Hata mimi nilisoma hivyo, wasichana wengi tunasoma nao pamoja. Hivyo basi nilikuwa nikiwajua wengi tabia zao, nikana mimi niko sahihi, nikamfuata. Ndio maana baadaye nikamchukua rafiki yangu ila uweze kunisaidia katika safari yangu ya Bamboga. Hivyo basi nashukuru sana safari yote tuliyoianzisha ya kutafuta mke. Nashukuru Mungu
Kijana, Naam baba. hongereni sana kwa jambo ambalo mmeliendea. Asante. Pia baba, nikutoe hofu kwa yule binti, nina uhakika 100% atamfaa wewe ndugu yangu. Sawa. Kijana wangu, Mimi nishukuru kwanza kwa kuifanikisha kazi ambayo umenijia. Nimemtafuta Azidu na hatimaye nimemkuta kwenye kijiji, na pia niwapongeze katika huo mitihani yao ambao walikuwa wakifanya. Lakini ndugu yangu Azidu, umetumia njia ngumu sana. Kwa nini usingetafuta wanao kwa Dar es Salaam wamejazana kibao kaka? Unajua mpaka nafsi kile nafsi yangu ndio niongoza mpaka kufika. ni jambo zuri, ni jambo jema ambalo umeliendea. Isingekuwa kumtuma kijana wangu hapa, leo ningejuaje haya? Sawa, jambo la heri, na mimi jambo ambalo nilikuwa nalitamani muda mrefu kwako, na naliunga mkono hoja, na niwahakikishie na Azidu nitalisimamia jambo lako la ndoa mwanzo mwisho, sababu hata mimi nalihitaji sana muda mrefu, kwa kuwa mwenyewe sasa unao tayari. Sina budi wa pamoja na mimi.